wow au tano za hewani popote pale ulipo. Mpenzi mtazamaji wa The Sport Show. Yes, hii ni channel kwa ajili ya michezo na burudani, na hii hapa nayokuletea ni burudani. Tafadhali kabla tujaendelea, naomba uweze kusubscribe hii YouTube channel yetu, lakini pia unaweza kuweka comment zako, ukalike na kushare. Yes, asante sana kwa kufanya hivyo, kwa sababu unaonesha kwamba wewe ni mwana. Yes, wow, mpe tena Harmonize wao na tano za hewani popote pale ulipo, kwa sababu hiki anachokifanya kinadhihirisha ukubwa wake katika muziki wa Tanzania. Ngoma ya Me Too inazidi kuchanja mbuga na kuweka historia katika platform za muziki duniani, hasa ikifikisha watazamaji wengi sana tangu ilivyotoka, tangu ngoma ilivyotoka akishirikiana na Abigail Chams. Ngoma hii imeweza kufikisha viewers milioni 10 katika kipindi cha muda mfupi kunako YouTube, lakini ngoma hii ni ngoma inayopendwa sana na watu wengi zaidi katika pande nyingi za dunia. Katika mitandao mingi hasa Spotify iliweza kuweka rekodi ya kuwa ngoma inayosikilizwa zaidi kwa kuwa na watazamaji zaidi ya 500,000 kwa mwezi. Hii ni rekodi kubwa sana ambayo inaweza kutokea na si rahisi kwa mwanamuziki wa kawaida kuweza kufikia. Ndio maana nakwambia unaweza ukatoa tano za hewani kwa Harmonize kwa hiki anachokifanya, kwa kuweka rekodi na kuvunja rekodi. Ngoma inapendwa, ngoma inapenya. Tafadhali naomba uweze kusubscribe hii YouTube channel yetu. Tutakuwa tunakuletea uchambuzi wa kina kwa wasanii, halikadhalika kwa wana michezo wanaotamba hasa Tanzania, na sisi tunadili na burudani za Tanzania. Yes, kwa nini? Kwa sababu hii ni yetu sisi hapa. Kwa tutakuwa tunazungumzia vitu vingi. Naomba uweze kumpa Harmonize tano zake za hewani, ijapo kwa wakati huu kuna kitu kimoja kinacho trend zaidi, kwamba inasemekana huenda amerudiana na Kajala, kwa sababu katika siku za karibuni imeonekana Kajala akiwa na gari jipya ambayo inasadikika kwamba Harmonize ameweza kumnunulia. Hatujui kwa sababu yote ni mapenzi, lakini kubwa zaidi ni kwenye ngoma ya Me Too. Me Too inazidi kuchanja mbuga. Me Too inaweka rekodi, inavunja rekodi, inaweka rekodi na kuvunja rekodi. Ni ngoma pendwa, ni ngoma ya kumwimbia Lahazizi, ni ngoma ya kumwimbia mchumba, ni ngoma ya kuimba na mchumba, ni ngoma ya kusikiliza na mchumba. Hakika kwa mchumba ukimwimbia huu wimbo hawezi kuchomoa, na atakuona kwamba wewe ni mtu naye mjali na kupenda zaidi. Watoto wazuri wanapenda sana kusikiliza na kuimbiwa sana nyimbo nzuri kama hii. Me Too inakuwa ni special dedication kwa wapenzi, inakuwa ni special dedication kwa watoto wazuri, inakuwa ni special dedication kwa mtu yeyote anayependa muziki mzuri. Me Too inakuwa inavunja rekodi ya huku, lakini katika kubwa zaidi ni hili nilokuambia, na kwamba imekuwa ni ngoma iliyoweza kusikilizwa na kutengeneza viewers milioni 10 katika mtandao wa YouTube. Hiyo umeweza kushare kupitia platform hizi, lakini pia umeweza ukiangalia katika account yake ya YouTube utaweza kuiona. Me Too ilikuwa ikivunja rekodi na kuwa nyimbo inayosikilizwa zaidi katika mitandao mingi ya Kitanzania, kwa mfano Tanzania, Uganda, Kenya, huku South Africa, Cameroon na nchi nyingi sana imekuwa ikichanja mbuga na kushika nafasi za juu, hasa ikifuatiliwa zaidi kwenye mtandao wa Shazam kama ambavyo unaweza kujionea. Me Too imezidi kwenda mbali zaidi. Kumbuka imeshika namba 1 Uganda, namba 2 Zambia, Kenya namba 6, 14 Tanzania, 172 Mozambique, United huko Warabuni imekuwa 179, 184 Cameroon, 197 duniani kote, na South Africa 198. Hiyo ni kwenye mtandao wa Shazam. Spotify iliweza kushika kama ulivyoweza kuona, na hatimaye hata YouTube pia kama ambavyo umeweza kuona. Hakika Me Too inakuwa ni ngoma nzuri inayozidi kuweka rekodi, na natumai itazidi kuweka rekodi. Kwa mfano hapa kwenye mtandao wa Apple Music unaona Tanzania imekuwa ya kwanza, Uganda ilikuwa ya pili, Kenya ilikuwa ya 9, Malawi ilikuwa ya
12 Sierra Leone, ilikuwa ya 13, 17 Zimbabwe, 18 Namibia, 22 Liberia. Hiyo ni Michu kwenye Apple Music, Apple Charts. Kwa hiyo basi tafadhali naomba uweze kuipa sikio Mitu kwa mara nyingine. Naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kutizama au kupata video zetu ambazo tunakuwekea na uchambuzi yakinifu. Lakini halikadhalika unaweza ukatupa maoni yako kwa kile unachokiona. Pasipo na shaka pia unaweza ukashare kwa wadau wako unaowafahamu, lakini pia usiache sana kusubscribe. Hicho ndo ninachokiomba kwa mara nyingine tena na tena na tena. Usiache kufuatilia The Sport Show kwa sababu itakuwa inakuletea michezo na burudani. Michezo na burudani, na hii ni burudani ambayo tumekuletea. Asante sana. Nawapenda sana na tafadhalini sana mshirikishe mdau mwenzako, mwambie ndugu yako kama ana smartphone aendelee kufuatilia hii YouTube channel yetu, lakini pia unaweza kumwambia akasubscribe. Hapo utakuwa umetisha sana, hapo utakuwa umefanya unyama wa kutosha sana. Yani Mwaisa, kama ni Mwaisa utakuwa umefanya unyama, na mimi nakupa gwara za hewani, nakupa 5 kuonesha kwamba niko familia na wewe. Niko familia na wewe kwa sapoti unayonipa mimi hapa. Asante sana.